ni siku njema sana, lakini leo sitakuwa mzungumzaji sana. Nataka nikutane na MC Ndelwa. Bwana, huyu ni MC ambaye anafanya vizuri katika mkoa wa Songwe. Majina yako halisi unaitwa nani? Kwa majina halisi naitwa Daniel Ndelwa, ila jina la kazi ambayo nafahamika zaidi MC Ndelwa. Amina. Mimi nimeona tumekutana kwa Sinyangwe. Sijajua kuna nini au kuna kitu gani kinaendelea. Na ukiwa kama MC. Asante bwana, leo tupo hapa kwa Emmanuel Sinyangwe bwana. Leo ndo siku ambayo tulingoja kwa muda mrefu. Leo ndo anazindua albamu yake, nami ndiye MC kwenye tukio hili. Lakini kubwa zaidi bwana, nipende kuwashukuru sana waimbaji wa mkoa wa Songwe. Hivi muda huu bado hatujaanza tukio letu, ila tunakaribia kuanza, lakini waimbaji wamemiminika kwa wingi sana. Wapo ndani, wamefika kwa kuwahi sana. Yaani nipende kuwashukuru sana waimbaji wa mkoa wa Songwe na wengine ambao wapo njiani. Kuna wengine wametoka Dar es Salaam, wametoka Mbeya, wametoka Zambia, wametoka Malawi, lakini kulingana inaonekana huyu mtu alikuwa ni mtu wa watu na alikuwa anaishi vizuri na watu. Kwa hiyo nipende kwa si waimbaji wengine wote tujitahidi kujitoa kwenye matukio ya wenzetu, na tukifika tusapoti kwa vile kulingana na Mungu alivyotubariki. Kuna wengine wanakuwa na mkono wa birika. Kwa hiyo Mungu amembariki kwa ukubwa. Maana mtu anapoandaa tamasha anaomba Mungu wafanikisha watu niowaalika, kafungue milango katika kazi zao, lakini mtu anafika hapa anaanza chenga nyingi. Sasa hiyo haipendezi. Tukumbuke kama una maono katika huduma yako, unajua huwezi kufanya vitu kama hivi. Amina. Ukiwa kama MC mimi naamini kwamba kwenye matukio mengi umeshiriki, hasa mkoa wa Songwe. Vipi, unaambia nini waimbaji ambao hawashiriki kwa waimbaji wenzake, yani sio watu wa kushikamana? Unaambia nini? Kwa ufupi, kwa wale ambao hawashiriki, kwa ufupi niweza kusema kitu kimoja, ni kwamba hawatambui kile ambacho Mungu ameweka ndani yao. Lakini kwa yule mwimbaji ambaye ana maono juu ya huduma ya uimbaji ambao Mungu ameweka ndani yake, ni lazima tunaishi kwa kutegemeana. Haijalishi hao watu utahitaji wa mfumo gani, lakini kama ukijua hapa duniani tupo ni duniani, kwa lazima utahitaji watu tu. Kwa kama hujitoa kwenye matukio ya wenzako, unajua na wewe kwako watu hawataweza kufika, lakini kama unajitoa kwenye matukio ya wenzako, na wewe kwako ukiwa na jambo, ni rahisi watu kufika. Lakini kuna watu wameshasema kwamba mimi sifanyi tamasha, kwa sishiriki. Wewe unamwambia nini mtu kama huyo? Yaani yeye anasema mimi sina mpango wa tamasha leo wala kesho, na kwenye matamasha mengine siwezi kushiriki, na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Je, unamwambia nini? Mimi nampa pole kwa sababu bado hajamjua Mungu vizuri na bado hajaokoka. Na kingine unavyosema kwamba mimi sitafanya tamasha, hivyo sioni muhimu wa kumsupport mtu. Nataka niongee kitu kimoja. Tunavyosupport tunavyokuwa na kitu kimoja ni katika shida na raha. Sawa? Kwa hiyo hata kama sio uimbaji, kwenye swala la uimbaji kuna kuumwa, unaweza kupata shida. Unafika sehemu unakuta wale ambao waliwafanyia, na Mungu alivyowaajabu bwana, siku zote yule ambaye alimfanyia ubaya, siku ikipata shida, matatizo yatakutanisha na yule mtu ambaye alimfanyia ubaya. Umeona? Kwa siku zote upandacho utavuna. Na muda mwingine nataka niwaambie, sio kila jambo linapotokea inahitaji pesa. Kwa sababu nyingine inahitaji utu. Uwe na utu. Kwa sababu unakuta unaumwa pale, una hela mfukoni, lakini huna msaada mtu akukubeba hapo kupeleka sehemu ambapo pana msaada zaidi. Kwa ufupi nataka niwaambie waimbaji ambao wana maana kwamba mimi kwa sababu sitazindua basi sioni muhimu wa kuwasupport wenzangu, huo ni ushamba kiroho, lakini pia bado hajapata neema kumjua Mungu vizuri, inabidi ahubiriwe, bado hajaokoka. Vipi, na wewe umeshiriki kwenye matukio mengi hasa ukiwa kama MC. Vipi pale ambapo mwimbaji umemnadi vizuri na amefanya vizuri, ile tendo tu kuimba, anaondoka kabla tamasha halijaisha, au kwa ule mkutano ambao wewe unaendesha lakini anaondoka, unajisikiaje kama MC? Kwa ufupi, wanajisikia vibaya sana kwa wale waimbaji ambao unakuta ameenda sehemu pengine amealikwa, anafika pale kuna ibada inaendelea, baada ya kuimba yeye anaona yeye ndio muhimu kuliko vipindi vya watu wengine. Umeona? Unakuta mtu ameimba, alipomaliza tu kuimba anatoka anakaa nje, anaanza kuchat. Sasa huo sio wokovu. Umeona? Kwa binafsi mimi naomba niweze kuambia waimbaji waliookoka na ambao kweli wanamtumikia Mungu, lazima atasamini na kile kitu ambacho mwenzake anakifanya. Sawa? Kama watu wametulia na kusikiliza wewe unavyoimba, basi wewe utulie usikilize yale mahubiri ambayo Mungu ameyaweka juu ya watu wake kwa ajili ya kuzidi kuwafungua watu kiroho na kimwili pia. Yaani unakuta mwanamke amevaa mpaka ameonekana sasa huyu anajiuza. Je, waimbaji kama hao unaweka kwenye kipindi hiki? Unawawekaje hao? Nashukuru sana kwa swali zuri kabisa ulioweza kuniuliza ndugu mtangazaji. Bwana, naomba niweze kuongea kwenye kitu kama hicho. Ndio maana nitarudi pale nyuma nilivyoongea kwamba mtu ambaye ameokoka na anaongozwa na Roho Mtakatifu hawezi akafanya vitu vya ovyo. Shida inapokuja ni vipi? Kuna waimbaji wengine ambao kweli wapo kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lakini kuna wengine wapo kimaslahi zaidi. Sawa? Alafu ukiangalia, ukisoma katika Warumi 8:14, Biblia inasema kwamba heri wale wote waongozao na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kama na Roho Mtakatifu, siku zote tunasema ndege wafananao ruka pamoja. Kama na Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza, sidhani kama unaweza kufanya mambo ya ovyo na mambo ambayo Mungu ameagiza tuyafanye.
Mimi binafsi nipende kuwashukuru wale wote ambao wananifuatilia, wananipa kazi. Nipende kusema kwamba mimi sijaishindana na mteja. Cha kwanza, kazi ni kipimo cha utu kwa upande wangu, pia uaminifu ni mtaji. Kwa hiyo mimi tukishakaa tukaongea tukazungumza, sababu moja, pamoja na UMC nilionao, UMC sio kwamba nimeutafuta sehemu nimeununua, hapana. Ni Mungu tu, ni kipawa ambacho Mungu tu amenipa. Kwa hiyo nipende kuwashukuru wale ambao wanakiona kile kitu ambacho nakifanya na kinawabariki. Mungu azidi kuwabariki, pia wazidi kuniombea, tuzidi kuombeana kwa sababu tunaishi kwa kutegemeana. Lakini pia kubwa zaidi naomba niweze kusema kwa upande wa waimbaji ambao unakuta mtu amepewa taarifa zaidi ya miezi mitano kwamba bwana, ndugu fulani atakuwa na tukio la uzinduzi au utakuwa na lambea kanisa, alafu nafika siku ya tukio anaanza kutoa sababu ambazo hazina msingi. Kwa kweli naomba waokoke. Alafu nje hapo pia na wale wageni rasmi, unakuta mtu amekubali kuwa mgeni rasmi, alafu inafika siku ya tukio kwenye tamasha la watu ameandaa kila kitu, unakuta ameandaa na vitu pale vya kutosha na ulikubali kabisa kwamba usiwe na wasiwasi itatokea. Alafu anafika siku ya tukio anaanza kutoa tu maneno. Naomba hebu waachane hizo tabia. Kama hajaokoka apate kuokoka. Yaani kama unaona huwezi kumsupport mtu, mwambie kwamba siwezi, ili yeye angalia anafanyaje. Lakini sio unakubali alafu unafanya vitu ambavyo havipo. Nashukuru sana mtangazaji. Bwana, kashaongea yote. Wewe ambaye unaalikwa unakubali kuwa mgeni rasmi, lakini wewe ikifika siku ya siku unapiga chenga. Hiyo haimpendezi Mungu wala haimtukuzi Mungu. Bwana Ndelo, Mungu akubariki sana. Nashukuru, lakini pia nipende kukupongeza nawe pia kwa sababu ninakuona unatembea mjini na vijijini kwa ajili ya kuhakikisha watu unawatangazia habari njema ya Yesu. Barikiwe sana na tunakuombea sana. Mungu akufikishe mbali. Asante sana. Mungu akubariki sana.